Naitwa Hekima Mwasipu, ni wakili wa waleta maombi ambao ni Rosemary Mwakitwangi na wenzake wawili Deogratias Mainyila na Edward Heche, ambao wamefungua maombi namba 3210 ya mwaka 2025 ya kuipinga tume ya uchunguzi wa kinachoitwa uvunjifu wa amani wa tarehe 29 na baada ya tarehe 29. Na kesi hiyo waleta maombi wameomba mahakama mambo matatu. Jambo la kwanza, wameomba mahakama itengue uteuzi wa hiyo tume ambayo inaongozwa na mwenyekiti aliyekuwa jaji mkuu wa zamani Jaji Othman Chande, na wameomba vile vile mamlaka za uteuzi zizuie hiyo tume isiendelee na kazi mpaka kesi ya msingi itakaposikilizwa, na vile vile wameomba mamlaka ya uteuzi isiteue tume nyingine ambayo yenye muundo kama hii ambayo inalalamikiwa. Sasa msingi wa malalamiko ni nini? Msingi wa malalamiko ni kwamba wateja wetu wanalalamika tume hii iliyoundwa, muundo wake ni muundo ambao unakiuka sheria, kwa maana ni muundo haramu, kwa tafsiri nyingine wanaita illegality. Wakati tunaleta hii kesi mahakamani, tume ilikuwa bado haijawa gazetted, haijawekwa kwenye tangazo la serikali, government notice, kuanzia ilikuwa tarehe 20 Novemba. Sasa wateja wetu wamelalamika kwamba tume ilikuwa bado haijawa gazetted, lakini pili, muundo wa tume vile vile sio muundo ambao ni huru kwa tafsiri nyingine. Lakini mamlaka za uteuzi zinasema tume huru ya uchunguzi. Ukisoma ile sheria ambayo inampa rais mamlaka ya kuweza kuteua hiyo tume, hakuna neno linaitwa tume huru ya uchunguzi, isipokuwa inatamka tume ya uchunguzi. Sasa kilichoundwa ni tofauti na ambacho kiko kwa mujibu wa sheria. Lakini sababu nyingine ambayo wanaieleza waleta maombi ni kwamba hakuna mantiki ya kisheria ya kuunda hii tume, na wanasema kwamba tume hii inayoongozwa na Jaji Chande, itakumbuka huko nyuma mwaka 2023 kuna tume ya haki jinai iliundwa vile vile kwa ajili ya kuchunguza taasisi za haki jinai, na ikaleta mapendekezo yake au ikapeleka mapendekezo kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini mapendekezo hayo mpaka leo, mapendekezo makubwa ya msingi hayajafanyika. Kwa mfano, tume ilipendekeza kuvunjwa kwa jeshi la polisi nchini. Tume ilipendekeza kuvunjwa kwa jeshi la polisi nchini. Sasa haya ambayo yametokea tarehe 29, aidha kuna kuwajibika kwa jeshi la polisi vizuri kama mlinzi wa amani. Sasa mapendekezo ya kuvunja jeshi la polisi hajafanywa kazi, anateuliwa tena mwenyekiti yule yule ambaye mapendekezo yake hayakufanywa kazi kwenye tume ya kijinai awe mwenyekiti tena wa tume ya kuchunguza kinachoitwa uvunjifu wa amani. Sasa hiyo ni sababu ambayo wateja wetu vile vile wanaona ni sababu ya msingi katika kuiambia mahakama kwamba iweze kutupilia mbali uundaji wa hiyo tume. Lakini sababu nyingine ni haki ya asili. Tume inakiuka haki ya asili. Wajumbe wa tume ukiwaangalia kama walivyo wote wale walikuwa ni watumishi wa umma, wana viapo vya kutunza siri, ni watumishi wa umma wote. Sasa kinacholalamikiwa ni kitu gani? Kinacholalamikiwa ni kwamba jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya ulinzi na usalama ni vyombo ambavyo vile vile vinalalamikiwa ila kwa uzembe waliotokea tarehe 29 Oktoba 2025. Sasa wale watumishi wa umma ambao wameteuliwa kwenye ile tume wanaweza wakatenda haki kwa mamlaka za uteuzi ambazo zinalalamikiwa? Ndio hoja ya msingi ambayo tunaona kwamba wateja wetu wameona kwamba ni jambo ambalo linatakiwa mahakama iweze kuhakikisha kwamba haki inatendeka kwa kuikataza mamlaka ya uteuzi au kwa kubatilisha tume ya uchunguzi kwamba iko kinyume na sheria. Lakini jambo jingine ambalo linalalamikiwa ni kwamba kuna nia mbaya ya uundaji wa hii tume. Utakumbuka wakati tume inazinduliwa, mamlaka za uteuzi ilisema kwamba tunaunda hii tume ili tume zingine zikija huko mbeleni zikule tayari tume imeshafanya kazi. Tafsiri yake ni kwamba wameunda ili kupreempt tume nyingine ambayo hatujui ni tume ipi itakuja kufanya uchunguzi. Sasa kwa mazingira hayo, wateja wetu wanaona kuna jambo ambalo sio la kisheria. Lakini jambo la mwisho ambalo linalalamikiwa kwamba tume hii ambayo ina watumishi wa umma ilitakiwa iundwe au muundo wake ujumuishe mamlaka zingine au taasisi zingine ambazo ziko huru. Kwa mfano, kuna chama cha mawakili wa Tanganyika, kuna BAKWATA, kuna TEKI, kuna taasisi za wakulima, wafugaji, sababu waathirika ni wengi zaidi.
Sasa ukiunda tume tu ambayo ina watumishi wa umma ukaacha taasisi zingine ambazo vile vile kwa mujibu wa wateja wetu ni kwamba zingeweza kutoa maoni au mawazo ambayo ni huru zaidi. Sasa kitendo hicho wateja wetu wanaona kwamba ni ukiukaji wa sheria ya msingi. Kwa hiyo tumeomba mahakama tukufu kwamba iweze kupinga au kutupilia mbali hiyo tume na kukatazwa kuunda tume nyingine ambayo yenye composition sawa na hii ambayo inalalamikiwa. Na leo kesi kwa ajili ya kutajwa. Baada ya kutajwa upande wa mwanasheria mkuu wa serikali wanawakilisha wajumbe wote 8 ambao ni wajumbe wa tume wako 8 pamoja na chama cha mawakili wa Tanganyika, vile vile wakili alikuwepo. Kwa hiyo kesi imepangwa tarehe 12 kwa ajili ya kusikilizwa ambayo ni siku ya Ijumaa. Kwa hiyo tunawakaribisha sana. Hayo ndio rejeo mahakamani.